السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يكون شكور الله سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة kipenzi chake na kipenzi chetu sisi Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukiwa ni wenye kuendelea na darasa yetu ambayo kwamba tunazungumzia faida anazozipata huyu mwenye kufunga, faida ambazo kwamba atakiwa kuzichuma huyu ambaye kwamba ni mwenye kufunga. Leo tukizungumzia nukta nyingine muhimu ya kuwa saum yu'inu almuslima, kuwa hii saum humsaidia yule Muislamu kuweza kuithibiti nafsi yake na kuweza kuzichunga zile viungo zake za mwili na kuvunja matamanio yake, na kufanya hivyo, kwa kufanya hivyo akapunguza njia za sheitani kumwingilia na kupunguza hasira na kuwa ni mwenye kusubiri kwa maudhi ya watu. Hii ni katika faida ambayo kwamba inapatikana wakati mtu anapotekeleza ibada hii ya saum. Inamsaidia kudhibiti nafsi na viungo vyake na kuvunja matamanio yake, inamsaidia kupunguza zile njia ambazo kwamba sheitani anapita nazo kwa mwanadamu. Ile sabru vile vile inamsaidia kuwa na subra kwa maudhi ya watu, na vile vile kuisafisha nafsi kutokamana na tabia ambazo kwamba si za sawa. Fahuwa zakatun wa taharatun linnafs. Kwa hivyo hii saum inabeba faida nyingine, inakuwa ni yenye kutakasa na yenye kutahirisha, inakuwa ni kitu chenye kutakasa na kenye kutahirisha, kukisafisha nafsi ya mtu. Kwa hivyo tutaangalia katika hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun fa idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth yawma idhin wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un sa'im. Kuna lafzi mbalimbali zimekuja katika riwaya tofauti. Asema as-siyamu junna, saumu ni kinga. Ina maana sutratun ni kinga, na wamani'un na kitu chenye kumzuia huyu mtu kwenda katika nini, katika maasi, na vile vile ni kinga ya kumzuia mtu kutokamana na moto. Ni kinga ya kumzuia mtu kutokamana na maasi, na vile vile ni kinga ya kumzuia mtu kutokamana na moto. Fa idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth, basi inapokuwa siku ambayo kwamba mmoja wenu amefunga, fala yarfuth, ina maana asizungumze maneno machafu. Fala yarfuth, asizungumze maneno machafu wakati huo, wala yaskhab, na wala asiinue ile sauti yake, wala asiwe ni mwenye kubishana au kutafuta ugomvi.
fa insabahu ahadun, ikiwa mtu atamtusi au akampiga, kataka kupigana naye, faliyakul, basi aseme inni saim, hakika mimi ni mwenye kufunga. Ama katika riwaya hii faliyakul, aseme inni mru'un saim, hakika mimi ni mtu ambaye kwamba nimefunga. Sasa hapa tupata fasawmu wikayatun fi dunya min al-maasi. Hii saum ni kinga katika hii dunia, ya msaidia mtu kujikinga kutokamana na maasi, na inamsaidia mtu kuvunja zile matamanio zake, na inamsaidia mtu kuhifadhi vile viungo vyake. Yani akiwa amefunga ni kinga, inakuwa ile saumu yake inamzuia vile viungo vyake havipeleki katika haramu. Hii ni katika dunia. Wa fil akhirah, na katika akhirah hii saumu inakuwa ni kinga minan nari, kutokamana na moto. Walisawm, na hii saum ina athari ambayo kwamba ni ajabu katika kuhifadhi viungo adh-dhahira, zile viungo ambazo kwamba ziko wazi zinaonekana, na kuzipa nguvu zile viungo ambazo kwamba hazionekani. Kwani saum inahifadhi moyo kwamba hauonekani, na inahifadhi vile viungo vingine vinaonekana, inaweka inakuwa ni kuhifadhi. Kwa hivyo hii ni katika mojawapo ya faida za saum, inamsaidia yule mwenye kufunga kuhifadhi, inakuwa ni kinga kwake kutokamana na maasi, kutokamana na moto wa jahannam, na vile vile inakuwa ni kinga, inamsaidia kuhifadhi kiwiliwili chake. Anakuwa mtu anapokuwa katika saum, anakuwa ni mtu mpole, anakuwa ni mtu mtulivu, hana mambo nyingi. Kwa hivyo hii ni faida nyingine ambayo kwamba inapatikana katika ibada kama hii ya saum. Na huyu mwenye kufunga anapohakikisha katika moyo wake, inapohakiki katika ule moyo wake kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kama tulivyoona katika lengo kubwa la saum ni kupata takwa, basi linapohakiki hili swala, linapokuwa amepata uhakika wa takwa katika moyo wake, basi athari ya ile takwa huwa inadhihiri katika viwiliwili vyake. Akipata ile tunda ya takwa ambayo kwamba ndio lengo ya juu katika ibada hii ya saum, faida nyingine, ile takwa inadhihiri katika vile viungo vyake, na inakuwa vile viungo inakuwa vinaelekea katika toaa ya Allah subhanahu wa ta'ala, na inakuwa ni sababu ya kuikinga ile nafsi kutokamana na haramu. Waridhan bil qada, na anakuwa yule mtu kwa kuwa amepata takwa, anakuwa ni mwenye kuridhika na qadha ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ile Allah amepitisha juu yake, anakuwa ni mwenye kuridhika. Wa sabran ala albala, na inampelekea yule mtu anakuwa ni mwenye kusubiria katika balaa na masaibu. Wa shukran ala an-na'ma'i, na anakuwa ile takwa inampelekea kushukuru neema ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amempa. Wa sidqan fil qawli wal amal, na anakuwa mkweli katika matendo na katika kauli. Kisha katika faida nyingine inayopatikana katika mwezi mtukufu kama huu, asema Ramadhanu shahru taubati sadiqa wal iqbali ala Allah bil iqla'i ani dhunubi wal maasi wan nadami alaiha. Asema saum, anasema mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa tauba ya kisawasawa, na kule mtu kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kule kujivua kutokamana na zile madhambi na maasi, na kujutia kutekeleza ile madhambi na maasi. Kwa hivyo kwa lugha nyingine tusema Ramadhanu shahru tauba, mwezi kama huu wa Ramadhani ni mwezi wa kutubia,
Na ndio tukaona katika hadithi pale nyuma amepata hasara yule mtu ambaye kwamba atafikiwa na mwezi mtukufu kama huu wa Ramadhani, ni mwezi wa kupokelewa tauba, kisha yeye akatoka na madhambi yake bila ya kuwa ni mwenye kusamehewa. Waman lam yarbah fi hadha ash-shahr fa fi ayi waqtin yarbah. Sasa yule ambaye kwamba hatofaidika, hatopata faida yoyote katika mwezi kama huu, basi ni lini atapata faida? Na yule ambaye kwamba hata kwenda mbio kutafuta msamaha wa Mola wake katika mwezi kama huu, ni lini ambaye kwamba atakwenda kutafuta msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Na yule ambaye kwamba atakosa kheri zinazopatikana katika mwezi kama huu, basi huyu amekosa kheri zote. Kwa hivyo ni mwezi wa tauba, ni mwezi wa mimi na wewe kurejea kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na tauba, ulama wakatueleza tauba ina shurut ambazo kwamba zile shurut lazima zikamilike ili ile tauba iwe ni yenye kukamilika. Sasa wakatueleza tauba inakuja kwa sampuli mbili. Kuna tauba ya kosa, atubia mtu kosa ambayo kwamba ni lake yeye baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni aina ya kwanza ya tauba. Na aina ya pili ya tauba ni ile tauba ambayo kwamba mtu anatubia kosa ambalo kwamba linahusiana na haki ya mwingine au haki ya binadamu mwingine. Kwa hivyo akatuambia, kama alivyotanguliza al-Imam an-Nawawi katika mlango wa tauba katika kitabu cha Riyadhus Salihin, akasema inapokuwa tauba ni baina ya mja na Allah subhanahu wa ta'ala, anatubia kwa kosa ambalo kwamba halina haki ya uhusiano na binadamu yeyote, ni baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala, basi ili tauba yake iwe ni yenye kukubalika, kwa sababu tauba ni ibada na ibada ina shuruti zake. Ili tauba yake iwe ni yenye kukubalika, basi itahitajika sharti tatu ziwe ni zenye kutimia. Sharti tatu ziwe ni zenye kutimia ili ile tauba yake iwe itakubalika. Sharti ya kwanza, ajiondoe katika ile kosa. Anataka kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhambi ambayo kwamba ameifanya ni baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo amekwisha tambua kuwa amefanya kosa. Sharti ya mwanzo awe atafanya nini? Awache kutekeleza lile kosa. Sharti ya pili ipatikane, ajutie kutekeleza lile kosa. Ameliwacha, ametambua kuwa hapa nimemkosea Allah subhanahu wa ta'ala, akaliwacha lile kosa. Sharti ya pili inatakikana kupatikana, ajutie kutekeleza lile kosa. Na sharti ya tatu, aweke maazimio katika moyo wake, aweke azma ya kuwa sitorejea katika ile kosa. Haya ni masharti tatu muhimu wakati tunafanya tauba. Sharti ya kwanza, tuondoke katika lile kosa. Sharti ya pili, tujutie kutekeleza ile kosa. Na sharti ya tatu, tuweke maazimio hatutorejea katika ile kosa. Na inapokuwa maasi ni baina yake, hizi ni sharti ambapo kwamba kosa ni baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini inapokuwa ile kosa pamoja na kuwa kamkosea Allah, lakini kuna na haki ya binadamu imeingia pale, amemnyang'anya mtu kilicho chake, amemsengenya mtu, hiyo ni dhulma, amemsengenya, amemsema kwa ubaya, amemnyang'anya mali yake. Sasa ile ni kosa ambayo kwamba kwanza aliyekataza ni Allah, kwa hivyo amemkosea Allah, alafu na vile vile amemkosea binadamu mwenzake. Basi tukaambiwa inapokuwa kosa ni kwa namna ile, basi masharti yanaongezeka.
yale matatu yatabaki. Kwanza, aondoke katika ile kosa; pili, ajutie kutekeleza ile kosa; na tatu, aweke maazimio ya kuwa hatorejea katika ile kosa. Hasa na la nne, ikiwa ni kitu cha mtu amekichukua, basi hamrejeshee. Unajua kabisa huyu mtu analia, umemdhulumu mfano mali yake. Sasa wataka kutubia, umeona kweli ulifanya kosa kumdhulumu, wataka kutubia katika ile kosa. Haya masharti matatu yakishatimia, kuna na sharti hii, nenda ukamrejeshee kile ambacho kwamba ulikichukua kutoka kwake. Ikiwa ulimsema katika ubaya, nenda kamuombe msamaha. Ikiwa kule kwenda kumuomba msamaha kutaleta madhara ambayo kwamba ni makubwa zaidi, basi pale ulipomsema kwa ubaya, nenda rekebisha, mseme kwa uzuri. Ili tauba ikubalike, lazima umtake msamaha yule ambaye kwamba ulimkosea. Na ulama wakakuja na maneno mengi. Ikiwa pengine ulidhulumu haki ya mtu na yeye mwenyewe hajui, sasa wataka kutubia, na ukienda kumwambia mimi nilikudhulumu italeta shida, basi mrudishie kile kitu kwa njia nyingine. Hata kama ni zawadi, unampa hadia, lakini yeye anaona kuwa umempa zawadi, lakini wewe unajua hii si zawadi. Hii hela nilompa huyu ni ile niliyomdhulumu. Yeye atachukulia kuwa ni zawadi, lakini wewe umemrudishia. Ama kama hauna, nenda kamtake msamaha. Hizi ni sharti ambazo kwamba zinafaa kupatikana ili tauba iwe ni yenye kukubalika. Na Allah subhanahu wa ta'ala anafuraha sana. Allah subhanahu wa ta'ala hufurahi sana wakati mja wake anaporejea kwake. Asema katika hadithul qudsi, asema idha raja'a al-'abdu al-'asi ila Allah, yule mja aliyemuasi Allah anaporejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nada al-munadi min qibali ar-rahman, hunadi kutoka kule juu, huyu mja amemkosea Allah, amerudi kwa Allah, amuomba msamaha, hunadiwa kule, ayuhal khalaiqu, enyi viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, hani'u fulanan, mpatieni pongezi fulani bin fulani, faqad istalaha ma Allah, huyu leo ameleta sulhu baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu ambaye kwamba amerejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anafuraha sana wakati mja wake alipomkosea, akatambua makosa yake, akarudi kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah huwa na furaha sana. Ikakuja kwa hadithi kwa namna ya mfano, kuliko mtu ambaye kwamba, chukua hii picha, tasawwar, mtu ambaye kwamba ameenda katika safari jangwani, safari za zama zile, alafu ana mnyama wake, ima ni ngamia ama ni farasi ama ni punda. Najua kwa yule mnyama ndo ameweka chakula chake na ndo ameweka nini, kinywaji chake, na yuko wapi? Jangwani. Hakuna hizi masimu, hakuna nini, watu kupita pale ni muda mrefu, pengine msafara mmoja upite ama mwingine upite. Sasa alipokuwa katika ile safari yake, huyu mnyama wake na ndo amebeba chakula, amebeba kinywaji chake, kampotea. Sasa huyu mtu, kuna muda ambaye kwamba mtu anaweza kaa bila chakula. Siku ngapi mtu anaweza kaa bila chakula na maji? Maximum siku 7. Anaweza toboa siku 7? Haya, sasa pale msafara kupita pengine unachukua muda zaidi, na huyu mnyama ndo amebeba chakula chake, ndo amebeba maji yake. Anafika mahali amefika mwisho, amekata nini? Amekata tamaa. Sasa pale ni kupiga mashahada na kungoja sasa kitakachokuja. Naona sasa next ni nini? Ni kifo tu. Amefika mwisho. Mara wakati amefika mwisho, hana matumaini yoyote, matumaini imekatika kwake.
anamuona yule mnyama wake yuaja, huyu mtu atakuwa na furaha kiasi gani? Ile wazungu wanasema ameona light at the end of the tunnel. Giza alikuwa, lakini sasa matumaini yote ilikuwa imekwisha. Mara anamuona sasa yule mnyama, so ile hope yake imekuwa. Huyu mtu wewe ukifikiria ni furaha kiasi gani atakuwa nayo, mpaka katika ile furaha yake akazungumza maneno, akataka kumshukuru Allah, lakini kwa sababu ya furaha yale maneno vile vile akakosea. Akasema, ewe Mwenyezi Mungu, wewe ni mja wangu na mimi ni Mola wako. Si wakati mwingine mtu anafurahi mpaka anakosea katika maneno, kiasi ya kuwa huyu amekosea kwa nini? Si kwa makusudi. Amekosea kwa sababu matumaini yalikuwa yamemuishia, na sasa ameona matumaini, amepata furaha mpaka maneno yakamtoka opposite. Ewe Mwenyezi Mungu, mimi ni Mola wako na wewe ni mja wako, na wewe ni mja wangu. Akhtaa min shiddati al-farah, amekosea kwa sababu ya kule kuwa na furaha hizo kifani, wanasema wenyewe. Sasa huyo mtu kishachukua hiyo picture, sasa furaha ya Allah mja wake anaporudi kwake hata haiwezi kulinganishwa na hii, ni kubwa zaidi. Sasa mimi na wewe ni wakosaji, na makosa tunayofanya ni sisi kutaka kuwahukumu wengine. Mimi ndo mbora zaidi, mimi mcha Mungu zaidi, mimi mswalihina zaidi, sijui mimi hiki na kile. Lakini sisi sote ni nani? Ni wakosaji. Sasa mbora katika yule mwenye kukosea ni yule mwenye kutambua kosa lake na akarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea milango ya tauba. Milango ya tauba iko wazi. Sasa ndo hapa akasema, wewe usibabaike na watu watasema siku zote watu watasema. Hata ukilala, mmoja asema, hata ikiwa watu wameshindwa kuvuka sehemu, ukajitolelea ukalala pale wavuke juu yako, kuna na mwingine atavuka, atasema na huu mgongo hauko straight, lakini umemsaidia kufanya nini? Sasa watu hauwezi kuwafunga mdomo watu. Wacha watu waseme huyu, wacha waweke sababu huyu, wacha waseme namna watakavyosema, lakini wewe unajua hii ni baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala. Imekuja katika mafhumu ya hadithul qudsi, watu fulani walimuona fulani anarudi kwa Allah, anataka msamaha, akasema hata na huyu atasamehewa. Ndo hawa wenye kujigonga kifua, hata kama kuna kusamehewa na huyu pia, basi Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi kursi mafhumu yake akasema huyo nimemsamehe, na wale walikuwa wakisema hatosamehewa matendo yao yote yamefanya nini? Sasa imeboromoka baina ya mimi na Allah, kama yule mmoja tukimaliza aliyesema ana mukhti'un ana mudhnibun ana asi, asema mimi ni mwenye makosa mengi, mimi ni mwenye madhambi mengi, mimi ni mwenye maasi mingi. Akajiona kuwa yeye ndo mchafu. Maanake kuna binadamu wengine ambao kama anakuambia wewe sasa hata ukiswali wewe vipi, wewe ushafungiwa bana, wacha kujidanganya. Sasa huyu akajiona akasema mimi madhambi nilionayo, akijiangalia asema mimi ni muasi, mimi ni mudhnibu mwenye madhambi. Lakini akakumbuka akasema hizi sifa zangu ninavyoziona mbaya zilivyo, lakini haziwezi kushinda sifa zako ya Rabbi. Madhambi yote nimeyafanya mimi, hakuna imebakia.
Kama ni maasi yote nimeyafanya mimi, hakuna imebakia. Lakini nina Rabbun ambaye kwamba ni Rahim, hiyo haiwezi kutoshana na sifa yangu yoyote. Nina Rabb, Mola ambaye kwamba ni Ghafur, hiyo haiwezi. Ndio katika hadithi kusi Allah anasema, hata kama utakuja na madhambi ambayo kwamba ni mengi kama mawimbi ya bahari, na ukamuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, Allah anasema atakusamehe na wala hilo halimjalishi chochote. Sasa hapa huyo akamaliza akasema, ikiwa mja atakosa kutubia katika masiku haya, akakosa kurudi kwa Allah aliyesema waambie waja wangu waliozifanyia israfu nafsi zangu wasifanye nini? Wasikate tamaa katika rehema za Allah. Ikiwa masiku kama haya yatatupita sisi bila ya kumtaka Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, bila ya kutaka tauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi ni wakati gani tutataka tauba? Na hapa Allah amerahisisha njia za kupata tauba. Milango ya pepo yote imefunguliwa, milango ya moto yote imefungwa, mashaitani wamefungwa na minyororo. Hasa kama atakosa nafasi, golden opportunity kama hii ya kurudi kwa Allah, ni lini atapata nafasi ya kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Tumuombe Allah tujalie mbinguni na kusikia mema na kuyafuata. Tumuombe Allah tusamehe mapungufu yetu, kwani sisi ni wenye kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana kwa kujua na kutojua. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe madhambi yetu, na wale ambao kwamba wametangulia, ndugu zetu, jamaa zetu, waislamu wenzetu wametangulia mbele za haki, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala vile vile awasamehe na makosa yao. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.